nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, kusikiliza tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 21 ya mwezi wa pili. Mabadiliko ambayo moyo wako unapitia yanaweza kufananishwa na majira ya mwaka. Sasa ni masika, sasa ni vuli, alafu kiangazi na kipindi cha kupukutisha majani. Vipindi vyote hivi ni muhimu kwa ajili ya kukuza roho. Mabadiliko ambayo moyo wako unapitia yanaweza kufananishwa na majira ya mwaka. Sasa ni masika, sasa ni vuli, alafu kiangazi na kipindi cha kupukutisha majani. Vipindi vyote hivi ni muhimu kwa ajili ya kukuza roho. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Mwangaza FM, leo tunatafakari hekima ya kina ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, padre na mwanzilishi wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu, anayefananisha mabadiliko ya moyo wa binadamu na majira ya mwaka, anaposema mabadiliko ambayo moyo wako unapitia yanaweza kufananishwa na majira ya mwaka. Sasa ni masika, sasa ni vuli, alafu kiangazi na kipindi cha kupukutisha majani. Vipindi vyote hivi ni muhimu kwa ajili ya kukuza roho. Huu ni ukweli wa maisha ya kiroho. Hakuna safari ya utakatifu isiyo na vipindi tofauti. Mwenyezi Mungu hututembelea katika kila msimu wa moyo wetu. Na katika vipindi vyote hivi tunaona masika ya moyo ni mwanzo mpya wa neema. Masika ni majira ya uhai mpya, ni kipindi cha kuchipua cha matumaini na furaha. Katika maisha ya kiroho, masika ni wakati ambapo moyo unaguswa upya na neema ya Mwenyezi Mungu. Hamu ya kusali inaongezeka, neno la Mungu linakuwa tamu na huduma inatolewa kwa upendo. Neno la Mungu linatuthibitishia haya linaposema, tazama anafanya mambo mapya, sasa yanachipuka, je, hamyaoni? Isaya sura ya 43 aya ya 19. Ndugu zangu, masika ya moyo ni zawadi, lakini Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kwamba tusidhani kuwa safari imekamilika. Masika hutayarisha roho kwa vipindi vingine. Neema tuliyoipokea si ya kujifurahisha, bali ya kuimarisha imani yetu. Pili, kiangazi ni joto la majaribu na uchovu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, baada ya masika huja kiangazi. Jua ni kali, ardhi hukauka na nguvu hupungua. Hivi ndivyo ilivyo pia katika maisha ya kiroho. Kuna nyakati za uchovu, majaribu, ukavu wa sala na maswali moyoni. Hata hivyo, neno la Mungu linatufarishi linaposema, neema yangu ya kutosha, maana nguvu zangu hutimia katika udhaifu. Waraka wa pili Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 9. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kuwa kiangazi cha moyo si ishara ya kuachwa na Mungu, ni kipindi cha kukomaa. Hapa ndipo imani ya kweli inapopimwa. Tunaendelea kumpenda Mungu si kwa sababu ya faraja, bali kwa sababu yeye ni Mungu. Tatu, vuli ni kipindi cha kutafakari na kuvuna. Vuli ni majira ya mavuno. Majani hubadilika rangi na matunda hukusanywa. Katika roho, huu ni wakati wa kutafakari maisha, kujitathmini na kuvuna matunda ya subira na uaminifu.
Biblia inatufundisha kwamba kuna wakati wa kila jambo chini ya mbingu. Mhubiri sura ya 3 aya ya 1. Ndugu zangu, voli la moyo hutualika kujiuliza, je, nimekuwa mwaminifu? Je, mateso yangu yamezaa matunda ya unyenyekevu na huruma? Kwa Mtakatifu Gaspari, voli ni kipindi cha shukrani, kuona jinsi damu azizi ya Yesu imefanya kazi kimya kimya ndani ya roho zetu. 4. Kipindi cha kupukutisha majani ni kufa ili kuishi. Hiki ndicho kipindi kigumu zaidi. Majani huanguka, miti huonekana kama imekufa. Katika maisha ya kiroho ni nyakati za kupoteza, huzuni, kuvunjika moyo na kujinyima kwa ndani. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anasema, punje ya ngano isipodondoka ardhini kafa, hubaki peke yake, lakini kifa huzaa matunda mengi. Injili Yohane sura ya 12 aya 24. Ndugu wapendwa, kukua katika kila msimu kupitia fundisho la Mtakatifu Gaspari, tunapata ujumbe kwamba kila msimu wa moyo ni muhimu kwa ukuaji wa kiroho. Usikimbie maumivu wala usijivune na kujiona wakati wa furaha. Mwenyezi Mungu yupo katika masika, yupo katika kiangazi, yupo katika vuli na yupo hata katika kupukutisha majani. Neno la Mungu linatutia moyo linaposema, yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataimaliza mpaka siku ya Kristo Yesu. Wafilipi sura ya 1 aya ya 6. Tujiweke mikononi mwa Mungu, tukiruhusu damu azizi ya Yesu itutakase, itutie nguvu na ituongoze katika kila msimu wa maisha yetu mpaka tufikie ukamilifu wa upendo na utakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwela, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu. Imarisha imani yako.